Naam, nadhani utakuwa unakumbuka kwamba kuna kijana ambaye alijitangaza mara tu baada ya Nandy kusema kwamba amepoteza pete yake ya ndoa na akatangaza dau nono iwapo kama mtu yeyote yule ataokota pete hiyo au ataipata, yeye atampa pesa nyingi tu kama shukurani. Lakini sasa kwa namna moja au nyingine, kuna kijana ambaye anafahamika huko mtandaoni kwa jina la Malaika wa Simba. Huyu bwana yeye akaja akajitangaza kwamba Nandy alikuwa anachepuka na yeye na akamwambia kabisa Billnass kwamba Nandy ana michepuko na moja kati ya mchepuko ni yeye, na akasema kwamba hiyo pete ya Nandy ameiacha nyumbani kwake, yuko nayo na hataki hata alipo hata 50 atairudisha. So ni video ambayo ilienda viral. Sasa Nandy bwana akaweka wazi kwamba huyu kijana atamchukulia hatua za kisheria, anatafutwa, na akatoa taarifa polisi akamatwe kwa sababu anataka kumchukulia hatua za kisheria kwa maneno ambayo ameyazungumza. Sasa huyu kijana bwana kwa mara nyingine imebidi arudi mtandaoni kwa ajili ya kuja kuomba radhi. Hebu msikilize hapa. Princess Nandy, mimi Malaika wa Simba, nichukue fursa hii kwa wakati huu ya kukuomba msamaha, kukuomba radhi kwa kukufedhesha. Yale yote ambayo nilikuwa nimeyatenda kwa ajili niweze kupata kiki na nipate umaarufu hapa mjini, na mimi niwe miongoni mwa watu ambao wenye majina hapa mjini. Sikuwa na lengo baya na sikuwa na nia mbaya. Nikuombe Princess Nandy, usichukulie jambo serious. Najua wewe ni star mkubwa, ni mtu maarufu mkubwa, na mimi na pia miongoni mwa shabiki yako sana, lakini niliyafanya kwa ajili kwamba niweze kuingia mjini. Hivyo basi naomba lazi sana 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 sana. Sikujui zidi ya kukuona na kukushabikia, sijakuona na wewe, lakini natumaini kwamba utaweza kunisamehe kwa sababu mimi sina mbele sina nyuma. Kwa hiyo naomba tu unilie radhi na video hii. Billnass, wewe ni mwanaume mwenzangu, nikuombe kwamba usichukulie serious. Mimi sina A sina B. Kwa hiyo naomba tu unisamehe. Nimerekodi kwa sababu nitafute yani followers nipate umaarufu, lakini mimi simjui mkeo, sijai kumuona, sija kumuona kwenye mashow. Basi naomba tu nisamehe Billnass, nisamehe Nandy kwa yote ambayo yaliyotokea. Princess. So kijana amejitokeza na kuomba radhi, lakini hakuishia hapo, akarekodi tena video nyingine. Maana katika hii video akaambatanisha na caption hapa inasomeka kwamba Nandy, naomba unisamehe, nilikuwa natafuta umaarufu tu, sina chochote, mimi ni sawa na ng'ombe tu. Hakuishia hapo, akarekodi tena video nyingine hii hapa. Watanzania, niombeni msamaha. Niombeni msamaha kwa Nandy. Niombeni msamaha kwa Billnass. Ni kweli mimi nimemkosea, simjui Nandy. Namuona tu kwenye show. Watanzania, Nandy naomba unisamehe. Mimi na mke na watoto hao wawili, watoto wadogo na miaka 2. Nandy, nimepata taarifa wananitafuta. Nandy, naomba usitishe hili zoezi. Ukinipeleka jela mimi ukinipeleka jela mimi, familia yangu itaishije? Itateseka. Naombeni Tanzania mliko kote, naombeni unisameheni, naombeni muombe msamaha, mnisaidie kumomba msamaha Nandy, mniombe msamaha kwa Billnass. Haya niliyotenda yote nimekosea, sikujua kwamba baadaye itakuwa ni nini. Ni Watanzania, naombeni mnisaidie. Nandy, niko chini ya miguu yako, nimepiga magoti, ishara ya kutubu dhambi zangu, ishara ya kutubu maovu yangu. Nimeongea maneno mabaya, nimekuchafua. Wewe ni mtu maarufu, lakini unanitafuta kwa ajili ya kuniweka ndani. Usiniweke ndani, mimi maskini, mimi sina mbele sina nyuma, hata jinsi yangu mimi sijui kama jinsi gani. Naomba tu Nandy nisamehe Nandy. Watanzania, hii ni video nyingine ambayo kijana huyu bwana ameamua pia kurekodi akiwa amepiga magoti kabisa, akiwa naomba radhi. Sasa hapa ameandika pia caption, ameandika kwamba Nandy, naomba unisamehe, niko chini ya miguu yako. Ngoja nikusomee baadhi ya comment ambazo zimejitokeza baada ya huyu kijana kuzungumza hivyo. Kuna mtu amesema kwamba wanaosema huyu jamani asisamehewe, njooni hapa. Kuna mtu hapa ameandika kwamba bwana watu wakipata wanapita na upepo. Kwa mtu anasema kwamba bwana ukome tena ukome.
Haya, kuna mtu mwingine amekuja hapa ameandika kwamba bwana, wakati unaanza ulitegemea nini kitatokea? Subiri wa kunyooshe. Kwa ndio sababu bwana, kama unataka huyu afundishwe adabu na kama wajinga wengine wasije wakazoea, naombeni mlike hapa. Kwa ndio sababu bwana, Nandy naomba uburuze huyu mtu mahakamani. Kwa ndio sababu bwana, tunaongea na Billnass na Nandy. Tunakuomba, tunawaombeni mumtie huyu adabu. Kwa sababu bwana, ulidhani upo Kenya, hapa ni Tanzania mzee, ukifanya upuuzi unabanwa. Kwa sababu bwana, kielele chote komo. Kwa sababu bwana, wewe si una chupi ya Nandy ulisema, subiri sasa Nandy aje kuifuata. Kuna mtu ameandika hivyo. Yeah, of course katika video ambayo aliposti huyu kijana mara ya kwanza kabisa, mara tu baada ya Nandy kuzungumzia kwamba amepoteza pete yake, huyu kijana alizungumza mambo mengi sana. Alisema kwamba pete anayo na chupi ya Nandy yuko nayo. So amezungumza vitu vingi sana. So nadhani hivyo ni vitu ambavyo vilimkwaza Nandy, akaamua kusema kwamba huyu atamchukulia hatua za kisheria, na baada ya kuona kwamba mambo ya kisu kimeanza kugusa mfupa, na ndo imebidi aanze kuomba radhi kama hivyo. Nataka usikilize pia video ambayo aliposti kwa mara ya kwanza akiwa anazungumzia hiyo issue baada tu ya Nandy kupoteza mara tu baada ya Nandy kupoteza pete yake ya ndoa. Msikilize hapa alichozungumza awali, ambapo hii ndio chanzo cha haya yote kutokea. Mke wako asikudanganye. Asidanganye umma kusema amepoteza pete ya ndoa. Pete ya ndoa hajapoteza. Mke wako amekuwa ni miongoni mwa wake wengine kama wasaliti wengine. Huyo tayari sasa hivi yeye anakuchiti. Na pete ya ndoa hajapoteza. Mimi Malaika ndiye amenipatia pete ya ndoa tukio katika mapenzi mazito. Kwa hiyo asikudanganye kusema kapoteza. Mimi nilimvua katika kidole chake tukio katika mahaba mazito. Kwa hiyo ukihitaji kuipata pete ya ndoa, sitaki hela hata shilingi 100 kama alivyoahidi. Nitafute Billnass nikupatie pete ya ndoa ya mke wako, na sio pete peke yake, mpaka nguo ya ndani ninayo. Billnass. Yeah, so hivyo ndivyo mambo yalipo. Hapo ndipo mambo yalipoanzia. So at the end of the day, bado hatujajua kama Nandy amesitisha zoezi la kumchukulia huyu kijana hatua za kisheria, au bado anamsaka, anataka amnyoshe, amweke ndani, apigwe kidogo lungu 2-3, kwa utovu wa nidhamu ambao ameufanya. Alafu then ndo labda atakuja kuomba tena msamaha publicly mbele ya waandishi wa habari, au la, bado hatujajua nini kinaendelea. Tutakupa updates zaidi kuhusiana na hii, au kama Nandy amepotezea, ameamua tu mambo mengine yaendelee, amemsamehe, pia vile vile tutakupa update kuhusiana na hilo. Weka maoni yako kwa hiki ambacho kimetokea, tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment, na pia vile vile hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.